mahala ambapo tulikuwa tumekaa. Utulivu muendelee kama vile ambavyo tulivyokuwa mwanzo. Kwa jambo la kufurahisha, kama hadhara hii hakijafanyika kitu ambacho huwa kinafanyika kwenye hadhara nyingi ambazo huwa tunakwenda, ikifika kwenye wakati wa kiamu namna hii, kunakuwa na ile hali ya mabadiliko, wa mbele wanakuwa wako nyuma kule, wale wa kule wanakuja huko. Inatokea sana kwenye hadhara kama hii. Yaani watu wanaweza wakaja wakachelewa wakakaa mwisho kule. Ikifika kwenye kiamu ndio nafasi ya watu wa kule kuja huko. Na ile inakuwa kwa sababu baada ya pale ndio mchele unakaribia. Kwa hiyo watu wanakuja kuwahi zile nafasi za mbele. Lakini hapa alhamdulillah kila mmoja amerudi kwenye nafasi yake, basi tutulie hivi. Kwa hiyo mimi nimefurahishwa nao, jambo zuri. Lakini nimefurahishwa na jambo lingine kwenye kiamu. Nakumbuka mwalimu wangu Sheikh Siraji ambaye yuko pale kwenye sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema sio hivyo. Siraji alikuwa anasema ikiwa sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wasallama zinafuata vile, sio hivyo? Mbao yuko. Ikiwa salla inakuwa sallama, ikiwa salli ndio inakuwa sallim. Kwa hiyo hata kwenye dua Siraji alikuwa anakuambia kipindi. Kwa hiyo akaanza sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam, zinakuwa hivyo. Na hapa alhamdulillah zimesemwa hivyo. Hata kwenye dua sema sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na ukisema wa salli wa sallim ala sayyidina au salli ala sayyidina wa alihi wa sahbihi wasallim, kwa salli inakuwa sallim, kwa salla inakuwa sallam. Sasa hapa nimefurahishwa nayo kwa sababu imesemwa kama vile ambavyo walivyokuwa anatuambia Maalim Siraji. Mashaallah. Baada ya hayo, tunapokuwa tumeshasimama kiamu, tuna mwenyeji wetu hapa. Yuko hapo mjukuu wangu Sheikh Ali Ismail Kwakwadu, ndio mwenyeji wetu ambaye ametualika kuja katika habara hii. Maiki hizi ameniambia kwamba hizi jamaa yake zinaitwa Muyuku, sijui ni kweli. Zinaitwa Muyuku, hizo jamaa ya maiki. Sasa hizi ni mbili, sasa zikiwa mbili zinakuwa zilete kwako, ana jambo ambalo anataka kulifanya. Kwa hiyo karibu sana tayari. Kwa hiyo mwenyeji ambao tunakaribisha, lakini mimi ndo nakukwambia karibu useme hicho ambacho unakusudia kukisema. Bismillahirrahmanirrahim.